Na hujambo mtazamaji wa Baharia TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Ikiwa ni siku nyingine njema kabisa, tunachambua kiundani zaidi kuhusiana na masuala ya siasa safi na uchambuzi na mchambuzi wetu Bikari Kabugu Maganyi Msindi akiwa pale Dar es Salaam Tanzania. Rangu jina mimi ni Friday Mangomari. Karibu tuambatane sote mwanzo mpaka tamati. Kiongozi, kama unanisikia nakupata, habari ya hapo studio? Ni njema kabisa, karibu. Asante, karibu sana. Asante, tupate kujitambulisha majina ili mtazamaji ambaye anatusikiliza hivi sasa apate kufahamu majina yako. Kwa majina anaitwa Bikari Kabugu Maganyi Msindi, ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa. Okay, asante sana. Leo hii ningetamani sana mchambuzi tukaangazie Jumuiya ya Afrika Mashariki inavyochechemea na ni nini kifanyike kuinusuru Afrika Mashariki, kwa sababu sasa hivi migogoro imekuwa ni mingi, hasa kizungumzia Afrika Mashariki ya Kati. Kiongozi, kama uko sawa kabisa, kwa ujumla hali ya sasa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inaelewekaje kisiasa na kiuchumi? Nikianza, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC inakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohitaji kushughulikiwa ili kuinua na kuimarisha ushirikiano wa kikanda. Baadhi ya changamoto hizo ni tofauti kiuchumi kati ya nchi wanachama na migogoro kadhaa ya kisiasa na kiusalama na miundombinu duni ya ukosefu wa rasilimali za kifedha. Changamoto zinazoikabili Jumuiya ya Afrika Mashariki ni ukosefu wa miundombinu thabiti ya kisheria, tofauti ya lugha na tamaduni, ukosefu wa rasilimali za kifedha, pamoja na miundombinu duni na migogoro ya kisiasa na kiuchumi. Ni changamoto zinazoikabili Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kama Jumuiya ya Afrika Mashariki itajaribu kutatua hizi changamoto, itakuwa imefika mahali pazuri na kuiendesha. Okay, unadhani ni mambo gani makubwa yanayosababisha migogoro na mvutano ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa? Naam. Unadhani ni mambo gani makubwa yanayosababisha migogoro na mvutano ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa? Mambo makubwa yanayosababisha migogoro na mvutano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni migogoro ya kisiasa na kiusalama. Migogoro ambayo iko Jamhuri ya Mlazi, migogoro ambayo inapatikana kule Kongo Mashariki pamoja na Sudani Kusini, ambapo inahatarisha na kuimarisha utulivu wa kikanda. Pengine kuna tofauti za kiuchumi, kwamba nchi wanachama ikiwemo na tofauti wa kimaendeleo kiuchumi pamoja na tamaduni. Ukiangalia katika Jumuiya ya EAC, Kenya ndo nchi kubwa yenye uchumi zaidi na Burundi zikiwa na uchumi mdogo. Ukiangalia nchi kama Burundi na uchumi mdogo, lakini Kenya ndio mwenye uchumi mkubwa. Kwa hiyo nayo ni changamoto katika kuendesha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bado kuna mipaka na rasilimali, kuna ukosefu wa umoja. Tukiangalia katika hili swala la ukosefu wa umoja, kuna tofauti za kisiasa, kiuchumi kati ya nchi wanachama zinazoweza kuzuia ushirikiano wa maendeleo ya jumuiya. Na tukiangalia pia kwenye mipaka, kuna mipaka isiyo wazi ya usimamizi wa rasilimali, na unaweza kusababisha mvutano kati ya nchi na nchi. Hizo ndio sababu zinazopelekea Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa na migogoro. Okay, mchambuzi Maganyi Msindi, baadhi ya nchi wanachama zimeonekana kuwa na misimamo tofauti ya kisiasa. Hili linaathirije umoja wa jumuiya? Ndugu mtangazaji, naomba nikueleze kitu kimoja. Misimamo tofauti kati ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC ndio inaweza kuwa ni umoja wa jumuiya kwa njia kadhaa. Okay. Hizo njia ambazo ziko kama njia nne. Njia namba moja ni kuzuia ushirikiano, namba mbili kupunguza uaminifu, namba tatu kusababisha migogoro, na namba nne kupunguza ufanisi wa kijumuiya. Kwa hiyo tukizungumza kuzuia ushirikiano, utofauti wa kisiasa unaweza kuzuia ushirikiano kati ya nchi wanachama, hasa katika masuala ya kiusalama pamoja na kiuchumi. Hiyo nayo ni changamoto. Tukizungumzia katika kupunguza uaminifu na misimamo, kupunguza uaminifu na misimamo pia nayo inaweza ikawa ni changamoto kubwa inayopelekea jumuiya ya kikanda kuwa na changamoto hizo pia. Mchambuzi, unadhani uamuzi wa kupanua jumuiya kwa kuingiza nchi mpya umeongeza changamoto au umeimarisha ushirikiano? Unadhani uamuzi wa kupanua jumuiya kwa kuingiza nchi mpya
umeongeza changamoto au umeimarisha ushirikiano? Kuongezeka kwa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, lazima kuwe na changamoto ambazo zinaikabili sasa hivi, kwa sababu tukianza kuangalia leo hii kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC ina wanachama 8, lakini si zote ni nchi wanachama kati ya wanaolipa kodi na kufanya vizuri katika jumuiya hii ni wachache. Kwa hiyo leo hii tukiangalia jumuiya ina wanachama 8 ikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi na Sudani Kusini pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan. Hata hivyo kumekuwa na changamoto kubwa zinazopelekea jumuiya hii kukwama kutokana na wanachama wengi. Kwa sababu tukiangalia katika hizi nchi wanachama kama Sudan wanaokabiliwa na matatizo ya kivita ya wenyewe kwa wenyewe, na imekuwa ikikabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa muongo mrefu. Tukiangalia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo pia imekuwa ikikabiliwa na migogoro ya kiusalama pamoja na Somalia. Kwa hiyo nayo hiyo ni changamoto iliyopelekea Jumuiya ya Afrika Mashariki kulenga tofauti na hapo awali ile jumuiya iliyoundwa mwaka 1977 ambayo ilikuwa ina wanachama 77 ambayo ilikuwa ina wanachama wachache ambao ilikuwa ni Kenya na Uganda na Tanzania. Okay, tukiendelea kusalia hapa kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, migogoro ya kisiasa na kiusalama katika baadhi ya nchi wanachama inaathirije malengo ya jumuiya? Hapo changamoto ni zile kama nilivyozungumza kwamba faida na hasara zake ni zile kama nilizozieleza. Faradhi kisha ndio zile kwa sababu wanachama ni wale tunaowaona kila siku kuna kucha, tunaweka vikao, mambo ni yale. Asante sana bwana mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mjumbe wa Jumikita Mikaeli Kabugu Maganyi Msindi akiwa Dar es Salaam. Bado tunaendelea kusalia hapa tukiendelea kuchambua kwa undani zaidi Jumuiya ya Afrika Mashariki. Viongozi wa nchi wanachama wanatoa kipaumbele cha kutosha kwa maslahi ya jumuiya kuliko maslahi ya kitaifa? Nchi wanachama hai wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kama nilivyozungumzia, nchi zote zina wanachama wako 8. Na hali ya kulipa ada ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi ukiangalia anayelipa ada kubwa ambaye ni wanachama hai Tanzania na Kenya pekee. Kwa hiyo tukija kuangalia kwamba muhimu wa kutambua kwamba baadhi ya nchi zinaweza kuwa na changamoto ya kiuchumi zinazozifanya zisiweze kulipa ada ya wanachama kwa wakati. Kwa mfano wa mataifa hayo ni natolea mfano ikiwa ni kama Sudani Kusini imekuwa ikikabiliwa na mivutano ya wenyewe kwa wenyewe wakati na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa faida zinazopelekea wananchi wanachama kulipa ada pengine tunasema kuna ukosefu wa usawa wa teknolojia, kuna usalama wa mitandaoni pia na uraibu. Kwa hiyo hizo ni changamoto zinazopelekea nchi wanachama kuwa na changamoto hizo pamoja na wananchi wake kuunga mkono jumuiya za kikanda. Okay, mchambuzi, kabla hatujaweka nukta mazungumzo haya, ningependa sana kiongozi wangu tufahamu kwamba ni nafasi gani ya wananchi wa Afrika Mashariki katika kuimarisha au kuinusuru jumuiya hii? Ndugu mtangazaji, naomba nikwambie kitu kimoja. Mkutano kuinusuru jumuiya ya Afrika Mashariki ni kuinusuru jumuiya ya Afrika Mashariki. Naomba nikueleze kitu kimoja kwamba kuimarisha na kuinusuru jumuiya hii, nafasi inayoweza kuonekana katika kuinusuru jumuiya ni kuimarisha ushirikiano wa nchi wanachama kati ya nchi wanachama wa EAC. Pili, kushirikiana katika mchakato wa kisiasa, kwamba nchi wanachama waweze kushiriki katika mchakato wa kisiasa wa kutoa maoni na kushiriki katika uchaguzi wa viongozi wa EAC. Tatu, tunaweza kukuza biashara ya uwekezaji, kwamba nchi wanachama wanaweza kukuza biashara au wananchi wenyewe katika uwekezaji wa ndani wa EAC na kuanzisha biashara kwa kushirikiana na wafanyabiashara kutoka nchi wanachama. Kingine, kufuatilia utendaji wa EAC, kwamba wananchi wanaweza kufuatilia utendaji wa EAC na kuhakikisha kwamba uongozi wa nchi wanachama wanatenda kwa mujibu wa malengo ya jumuiya. Na kingine, kwamba kukuza uchumi wa kikanda, kwamba wananchi wanaweza kukuza uchumi wa kikanda
kwa kukuza lugha na sanaa na mila za jumuiya hii EAC. Na hata hivyo, ili wananchi waweze kuchukua nafasi za kikamilifu katika jumuiya hii, kwanza ni wawe na taarifa za wananchi, wawe na taarifa za kutosha kutoka katika jumuiya hii na malengo yake, wawe na uhuru wa kujieleza wananchi wenyewe katika jumuiya ya Afrika Mashariki na kujieleza, kutokuwa na woga wa kuogopa na kutoa maoni yao na yasikilizwa. Kingine cha mwisho cha kumalizia kwamba ni uhusiano wa viongozi, wawe na uhusiano mzuri wa viongozi pamoja na wanachama na wananchi wake na kutoa maoni. Pengine hapo inaweza ikawa inanusuru jumuiya ya Afrika Mashariki. Shukrani sana mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mikaeli Kabugu Maganyi Msindi ukiwa Dar es Salaam. Kiongozi, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi asubuhi hii katika uchambuzi wa siasa safi na maendeleo kutokea hapa Baharia TV jijini Mbeya. Asante sana, karibu sana. Shukrani sana, uwe na wakati mwema na majukumu mema. Na kwako pia, shukrani sana. Haya, asante. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.